Haleluya. Tunaendelea na somo letu la jinsi ya kuishi katika upako, na leo ikiwa ni kipindi cha 7 katika mfululizo wa vipindi ambavyo tumekuwa tukitembea navyo, na tupo kwenye kipengele cha matumizi ya upako. Tuzungumza kwa habari ya matumizi ya upako. Jambo la kwanza ni kutoa pepo. Jambo la pili tukazungumza kwa habari ya kuponya magonjwa, na jambo la tatu tukazungumza kwa habari ya matendo ya miujiza. Yote hivyo ni katika namna ya kutumia huo upako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, sasa tunaendelea kwenye matumizi hayo ya upako katika matendo ya miujiza. Ndipo tunapoendelezea. Sasa tunapozungumza kwa habari ya miujiza, tuliambizana na kuelekezana kwamba miujiza ni kitu ambacho au ni jambo ambalo linalotokea nje ya matarajio, nje ya kawaida ambayo Mungu ameumba na formula zake. Tukazungumza ni kama vile ambavyo tunaona Yesu alitembea juu ya maji, ni kama vile ambavyo Petro alitembea juu ya maji, kwa sababu kwa kawaida mtu akitembea juu ya maji huyo anazama. Kwa hiyo kitendo cha kuelea huko au huo ni muujiza. Sasa na vitu vingi ambavyo vinafanania na vitu kama hivyo. Sasa tunapozungumza kwa habari ya muujiza, muujiza unapotokea una sababu ya kutokea. Amina. Muujiza unapotokea una sababu ya kutokea. Sasa hiyo sababu unaweza kuwa umetengeneza wewe ili itokee kwa sababu fulani, au Mungu mwenyewe ametaka utokee kwa sababu fulani. Sasa kwa habari ya Mungu, tunamwachia Mungu pale anapotaka utokee unatokea. Lakini tuzungumze na kujikita zaidi kwa habari ya kufanya wewe huo muujiza utokee. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Na wakati Yesu akifanya kila alichokifanya wakati akiishi hapa duniani, na alitembea katika miujiza mingi, yote hiyo ilikuwa ni kuaminisha na kuthibitisha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ametumwa kwa ajili ya kazi maalum. Sawa? Kwa hiyo hata alipotembea juu ya maji alikuwa akithibitisha ya kwamba yeye sio mwanadamu wa kawaida kama wale wengine. Tunaelewana vizuri? Lakini kwa Petro kutembea juu ya maji ilikuwa ni yeye mwenyewe kujithibitishia kama huyo kweli ni mwana wa Mungu. Unanielewa? Yesu kutembea juu ya maji alikuwa akijithibitisha mwenyewe kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Lakini kitendo cha Petro kutembea juu ya maji ni yeye mwenyewe kujithibitishia ya kwamba huyo ni mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kabla ya Petro kutembea juu ya maji aliomba kwanza ruhusa, kwa sababu yeye mwenyewe alijua hana uwezo kutembea juu ya maji. Kwa hiyo alihitaji ruhusa kwa huyo, kama kweli ni mwana wa Mungu itakuwa. Tuko pamoja? Na akamwambia, kama wewe ndiye niamuru nifanye hivi, na akamruhusu kufanya hivyo na ikawa. Japo maelekezo hapo mbele aliyakiuka na akaanza kuzama. Manake akarejea kwenye ule ubinadamu wake wa kawaida. Ule muujiza ukayeyuka. Tuko pamoja mpaka hapo? Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa tunapojifunza kwa habari ya miujiza, kwetu sisi kuifanya itokee tunakuwa na sababu. Na sababu yetu kuu ni kumthibitisha Kristo tunayemhubiri na kumtangaza kwamba ni hai, anaishi na anatenda, ili kuyathibitisha yale ambayo tunayasema vinywani mwetu. Haleluya. Na sio kujimwambafai au kujitengenezea mazingira ya kupiga hela. Tuko pamoja? Okay. Sasa tunapozungumza kwa habari ya muujiza, tumeshaelewa sasa vizuri ya kwamba muujiza ni kitu gani. Lakini kabla tujaingia sana kwenye muujiza huko, kuna kitu kimoja hapa nataka tukizungumze ili kusudi uweze kunielewa vizuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Nani hapa
anajijua yeye ni mwanadamu. Wengine hawajijua kama ni wanadamu au si wanadamu. Sawa? Okay. Sasa yapo sikuchanganye sana. Sema kwa watoto wetu hawapo hapa ndani, si ndio? Lakini tufanye hivi. Wangapi wanajijua wao wamezaliwa na mwanadamu? Wote tumezaliwa na mwanadamu, si ndio? Maana yake tumetokana na mwanadamu fulani ambaye ni aidha baba au mama. Hiyo ni katika nini? Katika mwili. Lakini tunaporudi katika roho, sisi ni miungu. Ndio. Wangapi wanakubali kwamba wenyewe ni miungu? Sara amesema yaya. Haleluya. Baba Diki naye amenyosha ile. Okay. Vizuri. Sasa wewe Bwana ni Mungu. Sara anasema yaya. Sasa ukisoma kwenye Biblia kuna maneno ambayo yameandikwa hivi. Sawa? Na hata kama kwa kanuni za uandishi kuna mahali ambapo unapoandika nomino, sasa sikupeleka sana kwenye Kiswahili nitakupoteza. Kuna majina ya vitu au ya mtu yanaanza na herufi kubwa, lakini zinazofuatia ni herufi ndogo. Lakini kuna mahali hiyo kanuni inakiukwa kwa kuandikwa herufi kubwa zote. Na kuikuta kwenye Biblia herufi kubwa zote, mahali ambapo hata ilipotakiwa kuandikwa hivi, unajua hiki ni nini? Ni Mungu yupi? Haya. Lakini kuna mahali utakuta imeandikwa hivi. Sawa? Hii inasomekaje? Na hii inasomekaje? Lakini hii inafanana na hii? Hapana. Hii inamaanisha kingine na hii inamaanisha kingine. Japo vyote vina saundi katika namna moja. Sasa Sara, twende pamoja. Twende pamoja sasa. Yohana 10 mstari wa 34 na 35. Yohana sura ya 10 mstari wa 34 na wa 35. Sasa na kwa bahati nzuri aliyesema haya maneno ni Mungu mwenyewe katika mwana. Angesema mwanadamu aidha Paulo au nani, angesema huyo na yeye labda tu alipitiwa. Haya. Injili ya Yohana ile sura ya 10 mstari wa 34 na 35. Sawa? Yesu akawajibu, "Je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndimi miungu?" Rudia vizuri. Yesu akawajibu, "Je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu?" Ni sawa? Ndinyi miungu. Kwa maana kwamba nyinyi ni miungu. Na hiyo imeelezwa wapi? Kwenye Torati yao. Tuko pamoja? Haleluya. Manake anazungumza na wanadamu kama wewe. Na hao wanadamu anawathibitishia ya kwamba kwenye Torati yenu imeeleza kwamba nyinyi ni miungu. Haya, tuendelee 35. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, kwenye mabano, na maandiko hayawezi kufanya nini? Kutanguka. Okay. Kwa hiyo kwa maneno ya Yesu anathibitisha ya kwamba wanadamu ni Sara. Vipi nakuja? Bado. Twende Zaburi 82. Kwa sababu anaposema kwamba kwenye Torati imeandikwa, maana yake kuna mahali amenukuu, kuna mahali amekoti.
kwenye Torati. Na kwa wakati ule Biblia kama hii haikuwepo. Unanielewa vizuri? Tumejifunza vizuri kwa habari ya Biblia na itokea wapi na namna gani. Biblia kama hii haikuwepo. Na vilikuwa ni vitabu vimeandikwa katika namna tofauti na vimegawanyika. Lakini kulikuwa na Torati ambayo ni maelekezo ya Mungu kwa taifa la Israeli na namna ya kuishi, ambapo kwa leo hii tungesema ndio Biblia. Tuko pamoja? Okay. Sasa turejee huko kwenye Torati. Iliandikwa wapi? Kwenye Zaburi 82. Zaburi 82 mstari wa 6. Zaburi 82 mstari wa 6. Nipaka kwa kuandika iandike. Zaburi 82 mstari wa 6. Inasema, mimi nimesema, ndinyi miungu na wana wa aliye juu, nyote pia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Hapa anayezungumza ni Mungu mwenyewe. Kwenye Yohana anayezungumza ni Yesu. Lakini kwenye Zaburi 82 mstari wa 6 ni Mungu mwenyewe anasema. Mungu mwenyewe anasemaje? Mungu anasema kwamba mimi, kwa maana ya Mungu sasa, mimi nimesema ndinyi miungu. Lakini miungu anayezungumza hapa ni hii hapa. Tuko pamoja? Ehe. Mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu, nyote pia. Kwa hiyo nyinyi kama ni wana wa Mungu, maana yake na nyinyi ni miungu. Kama ambavyo wewe una mtoto au una baba ambaye ni mwanadamu amekuzaa, na wewe katika roho ni mwana wa Mungu, maana yake na wewe ni nani? Ni Mungu. Japo umungu wako ni huwa hapa, sio huwa hapa. Tunaelewana mpaka hapo? Sawa, hapo ni. Hapo nakuja. Kwa kweli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay, kwa hiyo ujitambue kabisa ya kwamba wewe ni Mungu. Sasa kama bado haijatosha, turudi kwenye Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26 pale. Biblia inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama, na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Na hiyo yenyewe bado haijaingia tu. Kwa hiyo mpaka hapo sasa tunaelewana ya kwamba hapa nazungumza na miungu. Hapa nazungumza na miungu. Hapa nazungumza na miungu. Kwa hiyo wewe ni Mungu. Japo umungu wewe ni Mungu huyu hapa na sio Mungu huyu hapa. Amen. Tuko pamoja? Amen. Okay. Kwa hiyo wewe kama ni Mungu na umetokana na Mungu aliye hai, maana yake ni kwamba una uwezo wa kufanya vile ambavyo Mungu anafanya. Kama ambavyo Mungu ameumba, kama ambavyo Mungu anaponya, kama Mungu anapofanya miujiza, na wewe hicho unacho ndani yako. Tuko sawa mpaka hapo? Amen. Okay. Sasa kama tunaelewana mpaka hapo, turejee sasa hapa kwenye somo letu. Na nitaka kwanza nikutengenezee mindset ya kuweza kuielewa ili kusudi unapokuja hapa usijikatae. Sawa? Usifanye nini? Usijikatae. Kwa mpaka hapo umeshajikubali, si ndio? Umeshajikubali. Okay. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya miujiza ambayo anaifanya Mungu, pia wewe mwenyewe una access ya kuifanya. Ila tu ukikaa katika position inayotakikana. Ukikaa katika nafasi ambayo inayotakiwa. Sasa kuna miujiza mingi sana kwenye Biblia, mingi sana. Mingi sana. Lakini wacha tuzungumze kwa miujiza michache tu ambayo tutajifunza kwayo. Moja wa muujiza ambao tunaona kwenye Biblia ni huu
wa shoka kuelea. Shoka kufanya nini? Shoka kuelea. Na hili tunaipata kwenye Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 7 hapo, ambayo ni habari ya inamhusu Elisha, wakati ambapo wameenda kwenye kazi fulani iliyohitaji shoka, na walipofika kule kikatokea cha kutokea, na shoka ikawa imedondokea kwenye maji, na ile shoka ilikuwa imeazimwa, na aliyeyazima akawa ametaharuki na kuona sasa hii tayari imekuwa ni kesi, na ikabidi Elisha aingilie kati na kunusuru hilo janga la kesi nzito la mtu aliyezima shoka, halafu shoka imedumukia kwenye maji. Na alichokifanya, hebu kusomee sasa, maana nataka kuimaliza yote. Tuko pamoja? Haya, funua Biblia yako, sio kasema mchungaji, na hiyo imo kweli? Imo. Haya. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi, mahali tunapokaa mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutoe humo kila mtu mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi, na kusihi uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Basi akaenda pamoja nao. Nao walipofika Yordani wakakata miti, lakini mmoja wapo alipokuwa katika kukata bolti, chuma cha shoka kikaanguka majini. Akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kiliazimiwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamwonyesha mahali. Akakata kijiti akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Na ukimalizia 7 hapo utaona akamwambia, nyosha mkono ukitwaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na imani tunaijua shoka. Sawa? Na imani tunaijua shoka vizuri. Sasa yakakana labda muundo wa shoka wakati ule na ya leo hii inaweza kuwa tofauti kidogo. Lakini tukichukulia shoka za leo hii ambazo unakuta ni chuma kimewekewa mpini. Sasa chukulia kwamba labda ule mpini kule mbele haujakaza vizuri. Alafu unapiga shoka kile chuma, shoka yenyewe inachomoka kwenye mpini, inarukia kwenye maji. Na mtu anachukua tu kijiti, anataka maelekezo kimedondokea wapi. Sio kwamba kina saizi gani, sio kwamba kina ukubwa gani, kimedondokea wapi. Halafu anatupa kile kijiti pale na kile chuma kinaelea. Muujiza sio muujiza? Muujiza sio muujiza? Kwako inawezekana, haiwezekani? Kwako inawezekana, haiwezekani? Haleluya. Sasa na ndipo hapo kuna vitu vingine usipobijua usijione kwamba labda mimi siwezi. Kuna vitu vingine hautavijua. Unanielewa vizuri? Kuna mtu anaweza kaja anaumwa, lakini usijua anaumwa nini, lakini unaweza kumwombea na akapona. Unaelewa vizuri? Hapa Elisha hajui kimedondokea wapi. Unanielewa vizuri? Japo ana uwezo wa kufanya kile chuma kikaelea, lakini hajui kimedondokea wapi. Anahitaji maelekezo. Okay, wewe unaumwa kichwa, unaumwa kiuno, unaumwa mgongo. Tujue tunaomba kitu gani. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa mtu mwingine asikubabaishe kwamba sasa wewe mtumishi gani hujui hata mimi naumwa nini. Wote niambia kweli ni pole. Unajua zile kwamba wewe kama kweli mtumishi, haya Bashiri mimi naumwa nini sasa? Bashiri mimi naumwa nini? Mimi naumwa kweli, lakini Bashiri naumwa nini? Kwa sana kama kujua kwamba unaumwa nini, naweza nisijue au naweza nikajua. Lakini swala kuponya linawezekana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.
Okay. Kwa hiyo tunaona muujiza umetokea. Na kama ilivyotokea kwa Elisha na ilivyofanyika kwa Elisha, pia na kwako inawezekana. Lakini tutakuja kwenye nini maana na sababu ya huo muujiza. Hapo lazima upashikilie vizuri. Haya. Tuangalie muujiza mwingine wa pili. Muujiza wa pili ni wa kushusha moto. Na huu hata kama mtu ambaye sio Mkristo kabisa, na imani atakuwa anaujua. Huu umeimbwa sana kwenye nyimbo na mahali pengine kote. Ni pale ambapo Elia aliposhusha moto. Lakini kulikuwa na sababu. Na sababu ilikuwa ni nini? Sema kwa nguvu. Kumthibitisha Mungu wa kweli. Kumthibitisha Mungu wa kweli. Sasa haya. Ukisoma hapo kwa wakati wako utasoma yote hiyo 20 mpaka 40. Lakini mimi acha nikusomee mstari wa 36 mpaka 38 hapo. Mstari wa 36 mpaka 38. Wafalme wa kwanza sura ya 18 ule mstari wa 36 mpaka 38 maandiko yanasema. Mimi nakusomea 36 mpaka 38. Hapo utasoma hizo zingine zilizobaki huko nyuma na kuendelea. Sawa? Haya, sasa 36 inasema, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia. Akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli. Endelea. Na ya kuwa mimi ni mtumishi wako. Sasa unaona hapo mambo haya mawili. Jambo la kwanza, ijulikane ya kwamba wewe ndiye Mungu unayestahili kuabudiwa. Hilo moja. Lakini la pili, na ijulikane ya kwamba mimi ni mtumishi wako. Kwa hiyo kuna mahali pa kujithibitisha kwa watu unawahubiria na kuwatangazia habari za Kristo kwamba wewe kweli ni malizia sasa. Wewe kweli ni mtumishi wa kweli. Mtumishi wa kweli hatuhitaji kuona mavazi yako marefu japo ni sehemu pia. Hatuhitaji kuona suti yako kari japo ni sehemu pia. Hatuhitaji kuona kitambulisho japo kinaweza ikahitajika mahali. Tunataka tuone nini? Haleluya. Okay, haya. Turejee hapa. Na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Sawa sawa. Endelea. Usikie Bwana. Usikie ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wakurudie. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona maombi ya Elia yana maana na sababu ya kuyapeleka kwa Mungu. Okay, anataka kitu kitokee ili Mungu akithibitike kwamba ndiye Mungu kweli anastahili kuabudiwa. Lakini haitoshei hapo. Athibitike Elia kweli ni mtumishi wa Mungu, kwamba amesimama katika nafasi ya Mungu. Na hayo maneno anayoyasema yalete matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay. Haya. Lakini ukiangalia scenario nzima kwa habari iliyojitokeza hapa, Elia alikuwa na ujasiri wa kupitiliza. Unajua ni kama wacheza kamari. Wangapi wanacheza beti? Wana beti gapi? Tatu mzuka mchezaji nini?
Ushakucheza? Yuko wapi nasema? Ulikula shilingi ngapi? Ulidiwa shilingi ngapi? Ulidiwa kama 5,000. Bahati yako listuka mapema. Okay. Sasa Elia alichokifanya hapa ilikuwa ni bato la maisha. Aidha ape yeye au ape wao. Kufikia hatua ya kuweka laani maisha, maana yake alikuwa na uthibitisho wa kwamba hiki kinaenda kutokea kweli. Alikuwa na uhakika, alikuwa na imani. Na hiyo imani hakuamka nayo tu asubuhi. Maana yake kuna mambo mengi ambayo ameyafanya na Mungu ametenda. Na ikafika mahali akajithibitisha ya kwamba hata anapoingia kwenye bato na kuweka laani maisha yangu, Mungu atafanya. Sasa hapa inatupeleka kwenye hatua ya kuthubutu. Ya kujaribu hata kwa vitu vidogo vidogo. Unapoona vinatokea, imani yako inakuwa na kusogea mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Haya, twende kwenye muujiza wa 3. Muujiza wa 3 ni wa Bwana Yoshua. Huyu Bwana Yoshua alifanya kitu cha kusimamisha jua na kusimamisha mwezi kwa mujibu wa maandiko ya Biblia. Lakini kwa mujibu wa kisayansi, Elisha alisimamisha dunia isizunguke. Tunaelewana vizuri? Kwa sababu ili kusudi tupate usiku na mchana, tunategemea jua, tunategemea dunia kujizungusha kwenye muhimili wake. Na dunia inajizungusha hivi. Sawa? Kuna mizunguko miwili hapo inaenda. Sawa? Umenielewa? Sisi nikapotea nasema mchungaji anaenda kufanya nini huko? Maana amkawii. Au kuna kailizi huko nini? Haleluya. Kwa hiyo ule mzunguko wa kuzunguka hivi ndipo unapotengeneza majira ya mwaka. Sawa? Lakini ile kuzunguka hivi ndio tengeneza usiku na mchana. Sasa kwa kitendo cha jua kusimama na mwezi kusimama, manake ile dunia kule mzunguko wa hivi Yoshua aliusimamisha. Ikatulia. Isizunguke ili kusudi jua lisichwe. Unanielewa vizuri? Okay. Unaamini inawezekana Haya, tusome hapo kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 10. Kitabu cha Yoshua sura ya 10. Nasema, ndipo Yoshua kanena na Bwana katika siku hiyo. Sawa. Ambayo Bwana aliwatoa Waamori mbele ya wana wa Israeli. Akasema mbele ya macho ya Israeli, ewe jua, simama kimya juu ya Gibeoni. Na wewe mwezi, simama katika bonde la Ayaloni. Ndipo jua likasimama na mwezi ukatulia. Hata hilo taifa lilipokuwa limekwisha jipatiliza juu ya adui zao. Sasa unaona hapo Yoshua aliomba haya maombi ya kusimamisha jua na kusimamisha mwezi, lakini kulikuwa na sababu. Na ukisoma ile paragrafu nzuri katika muktadha mzima utakuta Yoshua alikuwa akipigana vita. Kwa hiyo akaona hii vita haijaisha na sitaki nilaze kiporo, lazima leo kieleweke. Kwa hiyo nikusudi usiku usiingie, piga pause. Jua piga pause, mwezi kusiwe na usiku mpaka shughuli ishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe hakuna mambo ambayo inabidi yasimamishe mpaka kwanza mengine yafanyike. Na naposema kwa habari ya muujiza, sio lazima na wewe uende ukasimamishe jua huko. Usikopi na kupaste.
Jifunze kwa haya, halafu uyaingize kwenye maisha yako, lakini ukiwa na sababu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa mfano labda umepanga, chukulia mfano umepanga, si ndio? Alafu baba mwenye nyumba anaukataza kuabudu, hataki hata upige nyimbo za kwaya. Hapo una mambo haya tu mawili ya kuchagua, aidha uhame, na unakohamia unaweka gani huyo baba mwenye nyumba atakuruhusu. Kwa hiyo unaweza kumshughulikia, sawa? Unamshughulikiaje? Wewe mwenyewe utakavyoamua. Unaamua kumhamisha nyumba ya kwake, sawa, unamhamisha. Inawezekana inawezekana vizuri tu. Kwa hiyo na ndio maana nakwambia kwamba kwa mlokole muumini wa JCC kulialia, yaani haiji bwana, haiji. Kama unaweza kumhamisha baba mwenye nyumba, sasa unalia kwa lipi? Unalia kwa lipi? Shetani mwenyewe umhesabu, si ndio? Au anakumudu? Sasa kama shetani mwenyewe hakumudu mwanadamu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nataka nikufundishe ya kwamba una uwezo wa kufanya vitu vingi kwenye maisha yako, na namna kulialia ikaisha kwako. Japo changamoto na magumu sio kwamba ndio yameisha, sawa, yenyewe yatakuwepo, lakini sio ya kukunyong'onyesha na kukulizaliza kila wakati. Ukiwa kulialia kwenye maisha haya, wewe utakuwa kulialia asubuhi mpaka usiku, Januari mpaka Disemba. Kuna mengine ya Mungu anaruhusu ili akupitishe mahali fulani kwa ajili ya utukufu wake. Sasa kwa mfano, chukulia kama ile scenario ya Danieli kuingia kwenye, sinajua malizie kwenye tundu la sindano tena sawa, kwenye tundu la simba. Waje tufurahi kidogo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kwa kitendo cha Danieli kuingia kwenye tundu la simba, fikiria wakati ule ndio Danieli anakamatwa, sawa? Anachukumwa kuingia kule. Alikuwa anajisikiaje? Haya, labda hujanielewa vizuri. Twende kwa wale jamaa watatu waliotupwa kwenye moto kule kwenye tanuru. Walikuwa wanajisikiaje? Sasa kama unataka ujue kwamba wale jamaa ule ubinadamu ulikuwepo, ile hofu ya kibinadamu ilikuwepo, walitamka neno hili: tunaamini Mungu atatuokoa na huo moto, lakini hata asipotuokoa. Kwa hiyo ile notion ya kibinadamu ilikuwemo kichwani kwamba okay, tunaamini Mungu anaweza kutuokoa, lakini hata kama ikitokea, maana yake kumbe inawezekana isiwe. Kwa hiyo kuna mambo kwenye maisha yako unaweza kuona ni magumu mpaka ujifikiria au Mungu ameniacha. Hapana. Ndio huo wakati wa Mungu anataka uingie ili ajitukuze hapo mbele. Unaelewa vizuri? Kwa kwenye tatizo lolote, kwenye changamoto yoyote, wewe usione kwamba naafwa. Ona kwamba kwenye hili wacha Mungu ajitolee utukufu. Amen. Wacha Mungu ajitolee nini? Utukufu. Sasa anajitolea utukufu wapi kama sio kwako sasa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Okay, sasa tunaona haya mambo yametokea na ni vitu ambavyo ni halisi kabisa. Sasa waje tumalizie na mfano mmoja ambao tutaenda kuhitimisha nao. Na mfano huu nataka tuingie kiundani kidogo. Na mfano huu ni ile habari ya mtumishi wa Mungu Elia, ambapo alifanya kitu kimoja kikubwa sana, na
katika mambo makubwa aliyofanya ni pamoja na hili. Kitendo cha kusimamisha mvua kwa muda gani? 3 na kwa neno lake. Akazuia yale majira ya Mungu ambayo ameyaweka. Lakini ndani yake kuna sababu. Chochote kile unachotaka kitokee kama muujiza, tangulia na nini? Na sababu. Ukikosa sababu tayari umeshafeli. Ukikosa sababu hautashughulika na hilo jambo kwa uzito. Ukikosa sababu hautamshawishi Mungu kufanya hivyo unavyotaka iwe. Tunaelewana vizuri? Okay. Sasa tuangalie kwa habari ya huyu ndugu Elia aliposimamisha mvua kwa muda wa miaka 3.5. Lakini sio tu kusimamisha, na hata kuifanya inyeshe tena. Yaani ni kupiga pause halafu na kupiga play. Na zote zilikuwa ni shughuli, sio shughuli za kitoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa yawezekana ukasema, unajua bwana mchungaji, haya mambo yalikuwa tu ni ya kwenye Biblia, lakini unajua hakuna cha unajua. Mimi ninachojua ni kwamba wewe unaweza ukafanya. Wewe unaweza kufanya nini? Ukafanya. Sasa kama tuingie kwa Elia, tuangalie Yakobo anathibitisha ya kwamba Elia alifanya akiwa mwanadamu na tabia zake kama wewe. Katika namna ya kutuaminisha kwamba inawezekana pia kwetu. Sio story za kwenye Biblia. Haya. Tuangalie Yakobo 5:17 na 18. Yakobo 5:17-18. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Sawa. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Sasa hapa Yakobo anatudhibitisha kwamba Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Na akaomba, lakini kuomba kwake aliomba kwa namna gani? Kwa bidii. Aliomba kwa namna gani? Aliomba kwa bidii. Na ndipo mvua haikunyesha. Lakini tena akaomba kwa bidii, mvua ikanyesha. Sawa. Sasa watu nikurudishe huko kwa Elia sasa. Mpaka hapo tuko pamoja. Kwamba mwanadamu anaweza akasimamisha mvua. Na kama wewe ni mwanadamu pia kwako inawezekana. Amen. Sawa? Amen. Lakini pia mwanadamu anaweza kufanya mvua inyeshe. Kama wewe ni mwanadamu pia unaweza kufanya mvua ikanyesha. Amen. Tuko pamoja? Amen. Okay. Sasa na tunaposema mvua hatukomei tu kwenye mvua hii. Maana tunaihamishia kwenye maisha yetu ya kila siku. Kuna vitu ambavyo tunavyohitaji tunaweza tukaingia kwenye maombi na vikaja. Kuna vitu ambavyo hatuvitaki tunaweza tukaviamuru na vikatoka. Amen. Amen. Tunaelewa vizuri? Amen. Haya. Sasa turudi kwa Elia. Kwenye Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza. Wafalme wa kwanza ile sura ya 17 mstari wa kwanza. Basi Elia Mtishbi wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa
na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Ila kwa neno Langu. ila kwa neno Langu. sio kwa neno la mtu mwingine. Unaelewa vizuri? Sio kwa neno la mtu mwingine, na sio kwa mujibu wa majira ya mvua. Ile ni kwa neno langu. Unaweza kuona ni jinsi gani wewe una ya kufanya vitu. Unaelewa? Ila sasa ndio hivyo tena. Ni kama kibubu unacho ndani kimejaa mihela lakini unalala njaa. Marundo ya pesa yamo ndani kwenye kibubu. Sababu ni nini? Ufunguo tu wa kufungua kile kibubu, utoe noti moja, ukanunua chakula unachokitaka. Kibubu hiki hapa na njaa iko hapa. Yaani niko hapa, kibubu hapa, njaa hapa. Shida ni nini? Ufunguo tu wa kufungulia, halafu mambo yapendeze. Sasa tunaona Elia anasema hii haitakuwa, na itakuwa kwa neno langu tu. Kwa neno langu tu. Kwa neno langu tu. Kwani wachawi? Tunaweza kukwambia wewe leo hauamki. Na kweli hautaamka. Amina. Au akakwa nasema wewe sawa. Huko mtaani wanapofanya, si ndio? Na korepaga. Si unajua korepaga? Aikwambia mchawi kwamba wewe huamki. Na kweli hauamki. Si kwa neno lake? Aikwambia utaniona. Na kweli utamuona. Si ndio? Kwa neno lake. Sasa na wewe uko powerful kuliko huyo mchawi. Na wewe una yapi sasa? Una yapi na wewe ya kulingishia? Una yapi ya kujithibitisha kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu? Unaendelea vizuri? Sasa hayo ndio haya tunajengana hapa. Wachawi wameshajengana na wanatumia. Kwa hiyo na mimi nataka nikujengee na uelewe. Halafu sasa ndio ianze kuwa. Uko tayari? Niko tayari. Kuna gharama. Uko tayari kwa gharama pia? Niko tayari. Sawa sana, sawa sana. Sasa hapa ilikuwa ni wakati anasema kusimamisha mvua. Kusimamisha nini? Na ujue wakati anatamka haya maneno, aidha alikuwa ametoka au baada ya hapa alienda kufanya. Tuko pamoja? Alienda kuitengeneza au alitengeneza alafu ndo akaja kuisema. Vyote vinawezekana. Haikuwa tu rahisi kwa namna hiyo. Haikuwa rahisi kwa namna hiyo. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja alisafiri akaenda nchi za watu kule. Unajua nchi za watu? Na kisema nchi za watu na si ni watu pia. Lakini kisema nchi za watu nanielewa. Sawa? Na akawa na safari ya kwenda kwenye huduma mahali pengine. Lakini kutokana na hali ya hewa iliyokuwepo kwa siku ambayo yeye alitakiwa kusafiri, hali ya hewa iligoma yeye kusafiri. Na utabiri wa hali ya hewa wakatoa matangazo na nini na kila kitu kwamba safari za ndege zimezuiliwa, kwa hiyo hapa atakuwa na safari kesho. Na yeye kwa kutambua kwamba ana uwezo na ana nafasi kwa neno lake kufanya hiyo hali ya hewa, akaibadilisha. Na alichokifanya akaingia kwenye maombi. Akabadilisha hali ya hewa. Unanielewa vizuri? Akabadilisha nini? Hali ya hewa. Na ile hali ya hewa ikatii. Na baada ya kutii, ni ndege aliyosafiria yeye tu ndio iliyoondoka uwanja wa ndege. Na baada ya kuondoka tu uwanja wa ndege, hali ya hewa iliyokuwa imetabiriwa ikarejea mahali pake. Kwa nini? Aliyeitengeneza isiwepo ameshaondoka, hayupo tena. Maana yake inarejea kwenye hali ya kawaida.
Unanielewa vizuri? Inawezekana. Inawezekana. Haya, sasa hapa unaona Elia anasimamisha mvua. Lakini ukisogea mstari wa 41 mpaka 45. 41 mpaka 45 unakutana na habari nyingine ya yeye sasa anairudisha mvua baada ya miaka 3.5. Haleluya. Na unajua ukienda extra mile kama hizi unaweza ukapanga uzazi wa mpango hata bila kwenda kwa kina Nesirecho kule. Unaelewa? Unaweza kupanga tu uzazi wa mpango. Mwambie Mungu wewe. Sawa, nashukuru kwa nafasi unipatia kuweza kuongeza. Lakini kwa sasa hivi hapana. Hebu subiri kidogo angalau baada ya miaka 2 hivi. Alafu sasa ndio iwe. Halafu inakuwa eti. Si unajua? Amina. Si unajua? Amina. Inakuwa. Mwingine kimoyomoyo. Sawa wewe guna. Alafu wenzako wanaenda kuifanyia kazi. Alafu wanakuwa na ushuhuda. Alafu unajua haya. Sawa. Sasa ukisoma hapa kwenye Wafalme wa 18 mstari wa 41 mpaka 45 unaona kwa jinsi ambavyo alirejesha mvua. Unaona kwa namna ambavyo alirejesha mvua. Haya, sasa na ndipo hapo tutakaa kidogo hapo. Hapo tutakaa kidogo hapo. Kwenye 18:41 mpaka 45. Inasema naye Elia akamwambia Ahabu, haya inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na anywe. Naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu akapanda garini, akaenda zake Yezreeli. Haya, malizia na 46. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Elia, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Okay. Sasa kupitia masomo haya, mistari hii ambayo tumeisoma hapa, nataka tukajifunze jinsi ya kufanya muujiza utokee. Jinsi ya kufanya muujiza ufanye nini? Jinsi ya kufanya muujiza utokee. Na nina imani kabisa ukitumia haya ninayokuelekeza hapa, ukitumia ninayokuelekeza hapa, wewe mwenyewe utakuwa shuhuda wa kwanza kujishuhudia mwenyewe. Tuko pamoja? Na najua mafundisho ni mengi, tumeshafundisha sana, tumeelekezana mengi. Na kwa uchache ule ambao umeufanyia kazi, ukienda kufanya zaidi ya hapo utapata zaidi ya hapo. Kwa sababu kuna watu ambao wamefanyia kazi kidogo na tayari wana ushuhuda. Sawa?
wamefanya kazi kidogo na wana ushuhuda. Na kipimo tu cha kwamba unafanyia kazi unayopewa 100%, unaenda kufanya kazi 5%. Kama mwalimu mimi ninajua kuna ambao wanafanyia 0%, 2%, 5%, 10% wachache, 50%, yaani 1 2, lakini hatufanyii inavyotakikana. Kwa hiyo tukiongeza 1% za kufanyia kazi na matokeo yatakuwa hivyo. Mfano tu mdogo kwa masuala ambayo tumeulizana hapa, unaweza kuona kabisa kama mtu hajapitia zile notes ambazo umefundisha, je, ameyafanyia kazi? Hamna, si ndio? Kwa hiyo ina maana kama hakuna aliyepitia, maana yake hakuna aliyefanyia, maana yake hakuna kitakachotokea. Si ndio? Kwa hiyo tukiyafanyia kazi tutapata matokeo. Tutapata matokeo. Kwa sababu wewe mwenyewe umekuwa mashuhuda. Kwa yetu machache ambayo umeyafanyia na umeona matokeo, si ndio? Haya, sasa jinsi ya kufanya muujiza utokee. Jinsi ya kufanya muujiza utokee. Jinsi ya kufanya muujiza utokee. Sasa na hizi ninazokufundisha hapa unaweza ukazitumia kwa ajili ya kufanya muujiza utokee, au ukatumia kule ambapo tumerudi kule nyuma. Tumetoka kule nyuma kwenye kukemea pepo, kwenye kuombea wagonjwa. Unaweza ukazitumia pia, zinakaa. Jambo la kwanza, kama unataka muujiza utokee, jambo la kwanza, jiamini kupitia wewe muujiza unaenda kutendeka. Jiamini. Jiamini kupitia wewe muujiza unaenda kutendeka. Jiamini kupitia wewe muujiza unaenda kutendeka. Jiamini kupitia wewe muujiza unaenda kutendeka. Sasa wacha nikurudishe kuna kwenye Wafalme wa kwanza mstari wa kwanza. Kule ambako Elia anaongea na Ahabu. Ahabu akiwa ni mfalme wa taifa, na Elia akiwa ni kuhani wa Mungu, nabii ambaye ametoka mafuta kama wewe mwana JCC hapa, na anamwambia maneno haya. Basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii, ila kwa neno langu. Hiyo ni kauli ya kujiamini. Hiyo ni kauli ya kwa nini? Unamfesi mfalme na unamtamkia maneno makabu live. Maana yake umejiamini hilo jambo unalozungumza linaenda kutendeka. Sasa, inawezekana jambo linalokuhusu wewe mwenyewe, jiambie wewe mwenyewe. Tunaelewa vizuri? Amen. Kwa hiyo kama ni jambo ambalo linakuhusu wewe mwenyewe, jiambie wewe mwenyewe kwamba hili jambo linaenda kufanyika. Aidha kutengeneza kitu au kubomoa kitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Hilo ni jambo la kwanza na la msingi sana. Kujiamini ya kwamba hilo jambo linaenda kutendeka. Jambo la kwanza. Jambo la pili. Lione jambo hilo kabla halijaonekana.
lione jambo hilo kabla halijaonekana, na usisubiri mpaka ulione ndio uamini, kwa sababu hapa tunaenda kwa imani, na imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo hilo jambo, baada ya wewe mwenyewe kujiamini, halafu wewe ulione hilo jambo kabla halijaonekana. Sasa ukiangalia hapa kwa huyu bwana kwenye hii Ufalme wa Kwanza sura 18 mstari wa 41. Ufalme wa Kwanza sura 18 mstari wa 41. Wakati Elia anaomba kwa habari ya kurejesha mvua. Elia aliona mvua kabla mvua haijaonekana, na kabla hajaingia hata kwenye maombi. Unaelewa vizuri? Elia aliona mvua na ukubwa wake kabla hajaingia kwenye maombi. Haya, sasa mstari wa 41 ukisoma hapo unasema, na Elia akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana nini? Sauti ya mvua tere. Pana sauti ya mvua tere. Pana sauti ya mvua tere. Sasa Elia yeye anashughulikia mvua ambayo kuifanya inyeshe. Sasa wewe inatakiwa ushughulikia jambo lingine. Jambo gani? Zinatofautiana kwa mtu na mtu, kwa wakati na wakati. Yawezekana ni swala la mvua zetu. Sasa tuzungumze kwa habari ya mvua zetu. Inawezekana ni uchumi, si ndio? Inawezekana ni nini? Nyinyi dhambi. Yaani wewe umekuwa mnakolepaga, hutaki unakolepaga. Lakini humo hutaki, lakini humo unaingia kwenye maombi ya kufanya, mimi nataka niishi maisha ya utakatifu, kuacha dhambi. Mingine magonjwa. Mingine na kukua kiimani, si ndio? Ndio. Umeelewa? Au kukua kiroho, sema. Kukua kiroho, sawa? Maana imani iko ndani ya huo na vitu vingine zaidi ya imani, si ndio? Amen. Haya, kingine? Wewe sema. Kwa habari ya ndoa. Uliolewa, ambaye hujaolewa. Unataka mume, unataka mke. Uliemo, nipo chungu, ufanye kuwa patamu. Hapo. Unaingia kwenye maombi. Uliingia darini, uliingilia dirishani, lakini humo shughulika sasa. Haya. Walikuletea tu mashangazi wa mjomba, sawa, lakini tayari humo shughulikia mwenyewe. Kingine? Watoto wako wanataka wafike chuo kikuu. Elimu, si ndio? Elimu, labda wewe ni mwanafunzi. Elimu yako unataka usome mpaka wapi? Kama ni watoto wako unataka wafike chuo kikuu, wasome masters, PhD huko, maprofesa manani huko. Wanafikaje? Anzia hapo. Itakuwa kuaje? Haikuhusu. Mungu mwenyewe ndio anaijua. Wewe kama ambavyo Elia alijua mvua inatokea mbele, nyuma au inakujaje. Isipokuwa yeye alitaka mvua ije, na isema mvua isije ameweka turubai au nini, haimuhusu. Yeye anataka mvua isije. Watoto wako wanataka wapige chuo kikuu. Wanafikaje? Haikuhusu. Shughulika na watoto wako peke chuo kikuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Umekaa kwenye nyumba ya kupanga mpaka wajukuu, sasa umesema yatosha. Unataka nyumba yako hata kama ni ya chumba kimoja na sebule. Shughulikia hapo.
upate address yako. Ila sasa usimhamishe mwenye nyumba. Sawa? Siku moja tulikuwa kwenye kikao cha wachungaji. Nikasema, watu wa mataifa bwana, tusifikiri kwamba hawajui haya mambo. Haya mambo wanayajua vizuri. Wangapi wanamjua John? Aliyekuwa anakuja hapa John Mtume. Tunamjua? Sasa yuko ni mchungaji asema yuko Njombe kule. Sasa moja changamoto ilikuwa ikimsumbua ni kupata eneo la kukodi. Na kuna mahali alienda ukawa dalili za kupata. Lakini ilikuja kushindikana kwa namna gani? Akaambiwa nyinyi walokole. Mna tabia ya kuteka. Yaani mtu akiwapatia eneo kwamba mkodi, mnaingia kwenye maombi mnateka. Alafu huyo mtu hatimaye anawapatia tu bure. Kasema kumbe mnajua. Kwa hiyo kama unaona kwamba na mimi sasa hapa nataka nipate kwangu. Hata kama ni chumba kimoja na sebule na nusu 20 si 10 kwa 20, si ndio? Lakini ni kwangu. Ingia kwenye maombi. Sawa? Sasa na mengineyo mengi ambayo sio nikataja hapo. Lakini cha kufanya ni kuingia kwenye nini? Kuingia kwenye maombi. Na sio kulialia. Tuko pamoja? Haya, ile jambo la ngapi? Jambo la pili. Jambo la tatu. Jambo la tatu. Kwa jambo la pili, baada ya kuona ule mwisho kwa lile jambo unaloenda kuliombea kabla hujaingia kwenye maombi, itakutengenezea aina ya maombi ya kuomba. Sasa chukulia mfano. Sasa tunaombea chakula si ndio? Chakula unaombea kwa dakika ngapi? Kwa dakika ngapi? Teenager moja hapa anaweza kuombea chakula anyoshe mkono. Teenager. Mwalimu wenu yuko hapo anaangalia. Teenager moja anyoshe mkono. Anaweza kuombea chakula. Haya Serina. Haya. Hebu ombea chakula. Amen. Simseme amina jamani mwenzenu. Au kama mjafunika macho. Au kama mjaona chakula. Okay. Jamani ameomba hajaomba? Ameomba, si ndio? Na baada ya hapo watu sasa wako tayari kwanza kula. Lakini mtumia dakika ngapi? Hata sekunde haijafika sekunde 30. Lakini ameomba. Si ndio? Ameomba. Sasa imagine na wewe unaomba kwa habari ya mgonjwa ambaye amelala kitandani huu mwaka wa 5. Tunaelewa vizuri? Amelala kitandani mwaka wa ngapi? Mwaka wa 5. Na anahitaji aamke na aendelee na shughuli zake. Na utaomba kama alivyoomba Selina, si ndio? Hapana. Okay. Maombi aliyoomba Selina ni maombi na anazungumza na Mungu. Na wewe ukiwa unaomba juu ya mgonjwa aliyeko kitandani kwa miaka 5, na wewe utaomba. Lakini uzito wa jambo utatofautisha namna ya kuomba. Sasa ninachokwambia hiki ni hili hapa. Ulione jambo hilo kabla halijaonekana. Manake uone huo mwisho wa hilo jambo unaliombea, itakutengenezea aina ya maombi ya kuliombea. Unanielewa vizuri? Ukiliona hilo jambo mwisho,
itakupatia aina ya maombi au namna ya kuomba juu ya jambo hilo. Usipoliona hilo jambo kwa mwishoni, na utaomba vyovyote vile ili umeomba. Na ndipo Wakristo wengi tulipo, hatuyaoni mambo mwisho, na ndio maana tunaomba vyovyote vile tutakavyoomba, na ndio maana matokeo hatuyaoni, kwa sababu hatujaona kule mwisho kwanza. Kuna mtu amenielewa? Sawa. Ukiona kesho ninalala njaa, halafu una familia, una watoto wadogo ambao hawajuagi kwamba kuna kukosaga hela, utapata nguvu ya kutafuta kibarua. Tuko pamoja? Lakini usipoiona ile njaa na ule usumbufu wa watoto wanapokusumbua, baba inaweza isimsumbue sana kichwani, lakini mama, kwa sababu ndio mwenye kuomba chakula, mbona mchicha utajitwisha tu, utaenda kwa mama Arubati ukaombe angalau hata matuta mawili matatu ukatembeze mtaani mwenyewe. Kwa nini? Umeona ule usumbufu wa watoto kama kafurani. Hivyo asubuhi mimi nitakwambia nini? Kama chazoea asubuhi tu mandazi, mama mandazi. Yametoka wapi? Yeye hajui. Anataka mandazi. Ukiona ule usumbufu wa mtoto kesho, utaenda ukatafuta mandazi leo. Kwa hiyo mambo mengi hatuyaoni mwisho, na ndio maana tunafanya kawaida. Tena jambo la tatu. Jambo la tatu tunaliona kwenye mstari wa 42. Kwenye mstari wa 42. Kwa mstari wa 42. Hapa mstari wa 42 unasema, basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Huyo ni Ahabu. Lakini Elia yeye hakuinuka na kunywa, isipokuwa alifanya nini? Na Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Okay. Huyu ambaye ameambiwa itakuwa, yeye hana shida, amekaa anasubiri matokeo. Lakini huyu aliyesema itakuwa, anaenda mahali pa faraga kutafuta uso wa Mungu ili kusudi iwe alivyosema. Bwana Yesu asifiwe. Okay, sasa tunajifunza kitu gani hapa katika jinsi ya kufanya muujiza utokee? Jitenge kwa maombi ya faraga. Jitenge kwa maombi ya faraga. Jitenge kwa maombi ya faraga. Na tunapokuwa hapa kanisani huwa tunaomba, si ndio? Na tuna mambo mengi ambayo tunaombea kwa ujumla. Lakini unapokuwa na special issue, wewe mwenyewe kisha kufika hapa, umemshirikisha shosti, umemshirikisha mwenzako, mnapeanaga ubuni, lakini unaona hata ushirikiano tu haupo. Wewe mwenyewe faraga na Mungu wako unaitafuta. Uongo kweli? Mkurugenzi wa maombi hapa anakutangazia maombi unachukulia poa. Lakini akisha kufika hapa, hautasubiria matangazo ya maombi kama tunafunga lini. Utaingia kwenye maombi kabla hata ratiba ya maombi haijafika. Kwa nini? Ni jambo lako. Sasa, na hapa ukishajiona jambo mwisho, tafuta muda wa kujitenga kwa maombi ya faraga. Kwa siku za nyuma hapo, lakini inawezekana mpaka leo bado baadhi ya maeneo yanafanyika, watu walikuwa wanaenda wapi? Mlimani. Kwa nini kwenda mlimani? Moja ni kujitenga na jamii na zile disturbance za hapa na pale, kwa ajili ya kupata utulivu kule pembeni.
Sio kwamba ukiwa juu ya mlima ndio Mungu anakusikia sana. Ni katika kutengeneza mazingira ya utulivu na faragha. Sasa unaona Elia yeye anapanda mlimani, lakini kwanza ameshayaona anayofuatia mlimani. Asingeyaona anayofuatia mlimani, asingeenda mlimani. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa katika mambo haya ambayo tunayozungumza, kwa mfano uchumi, dhambi, magonjwa, kukua kiroho, kukua kiimani, masuala ya ndoa, elimu, unataka mahali pako pa kuishi na mambo mengine mengi ambayo unataka yawe. Kuna mchawi mtani anakusumbua, unataka umhamishe, umtoe mahali hapo umpeleke kwingine, au aondoke kabisa wewe mwenyewe. Kwa hiyo unaingia kwenye maombi. Lakini haya maombi sio kama alivyoomba Selina. Haya maombi sio kama alivyoomba nani? Sio kama alivyoomba Selina. Sasa wewe unaweza kwenda mlimani, ni sawa. Lakini kwa mfano kipindi cha mvua inaweza ukatoka na pneumonia bure, si ndio? Kuna nyumba ambazo watu wametengeneza maalum kwa ajili ya maombi. Unaenda pale, inategemea na utaratibu uliopo. Inaweza ikawa ni free au inaweza kuwa na malipo kidogo. Unapewa chumba chako cha kukaa hapo kwa muda unaotaka wewe mwenyewe. Kama ni siku 3, kama ni mwezi, kama ni wiki, unajichimbia huko. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kuna watu kutengana na hiki kitu kwa kutwa nzima kwao ni mfungo. Ni mfungo. Sawa? Kuna mtu yani akitoka mbali na simu yake ndani kunapiga alarm. Unaelewa vizuri? Ndani kunapiga nini? Kunapiga alarm. Na hata kiweka chaji kabla haijajaa, nani nusu saa ameshakuja kucheki. Nani ametuma message? Nani amepiga kwenye score? Nani WhatsApp amesema nini? Facebook kuna nini? Bado ipo kwenye chaji hapo. Sasa kwa maombi kama haya aliomba Elia ya kufanya mvua irudi. Kwa stari hiyo unaenda kuchungulia simu, mvua haitakuja. Kwa sababu wakati mvua sasa ninataka kwanza kujitengeneza, wewe umeshaahirisha. Mwenda kuangalia kwanza short nani huyo amepost kitu gani leo. Tayari umesha disconnect yule. Kitu kinakuja. Kwa hiyo tenga nafasi. Aidha unaweza kaja hapa kanisani, ukampatia mlinzi wetu likizo hata ya siku 3, siku 4, siku 5. Sinapendeza unatulia hapa asubuhi, jioni, usiku, kesho kutwa mtondogo, unatoka zako. Inategemea jinsi ambavyo umeliona hili jambo mwisho wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, sasa unasema kwamba yamfungwa kabisa 3 kama kabisa sitakufa. Sawa. Kama unaanza basi tenga hata ya masaa 12. Lakini uhakikishe unakuwa na muda wa kutosha wa kuomba na kusoma neno. Usije ukawa unashinda njaa. Na weka muda kwamba naingia kwenye hili jambo kwa muda wa siku kadhaa. Hakuna excuse. Hakuna nini? Excuse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hata kama kuna msiba na Mungu anajua kwamba kuna mtu huu msiba unaweza kumdisturb, atakusogeza mbele. Inawezekana Ndio. Yaani kuna mtu anaweza akachelewa kufa kwa sababu wewe upo kwenye maombi asikudisturb. Mtu mwingine anashangaa hii mchungaji kweli. Oi! Aise Mungu ni mtamu. Mungu ni mtamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi walikuwa hapo kwenye mfungo wa mwezi wa 12? Na ulikuwa unahudhuria, sio ulikuwepo tu JCC. Sawa. Kuna jambo lilitokea kwangu ambavyo kama lingetokea tofauti na lilipotokea, huo mfungo aidha ungekatishwa
au ungefanyika nusu. Unanielewa? Lakini kwa jinsi ilivyotokea likahamishwa location, likaenda kutokea mahali kwingine, kwa hiyo hata mimi kanipata nafasi ya kuendelea na ile ratiba. Sasa umeona Kwa Mungu anaheshimu ratiba aliyoweka, anaheshimu na anatengeneza mazingira ya kukamilisha ile ratiba, alafu mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo upo tayari kwenye hii hapa? Kwa hiyo nategemea likizo nyingi sana kwa ndugu yetu anatusaidia shughuli ya ulinzi hapa. Si ndio? Amen. Tumpe likizo. Na tusisubiri mpaka mfungo wa 3 kabla wa kanisa zima. Sawa? Ukija ukukuta wewe unapiga zako nyingi huko. Una mambo yako unayafukuzia. Kwa nini usubiri tu mfungo wa kanisa wakati una mambo yako? Au nyinyi hamna mambo yenu? Hamna? Yote buru ndani Sasa kama yapo mbona siwaoni hapa? Sasa kama umeelewa hili somo, naomba ndugu yetu hapa tumpatie likizo nyingi. Sawa? Amen. Yani sasa ibaki tu kwamba akwambie sasa okay, basi mmoja atakuwa hapa, mwingine atakuwa kule, na mwingine sasa itakuwa mwingine aende kule. Yani sasa ikusudi msingiliane zile tiba zenu. Si ndivyo Si ndivyo Amina. Kwenye utendaji hapo ndio magumu kumeza. Sawa? Mimi nafanya hapa kwangu namaliza. Sawa. Kwa hiyo tumeona Elia anaenda faragani kwenye mlima Karmeli. Anaenda kutafuta uso wa Mungu ili kusudi mvua inyeshe. Na ni yeye mwenyewe aliyefanya isinyeshe. Lakini kuirudisha pia ilikuwa ni shughuli. Haikuwa bwelele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Jambo la nne. Wakati wa kuomba sasa. Omba kwa kumaanisha. Omba kwa kufanya nini? Omba kwa kumaanisha. Omba kwa kumaanisha. Omba kwa kumaanisha. Ukisoma vizuri hapa Elia alipokuwa akiomba, na Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akasujudu kifudi, akainama kichwa chake mpaka. Nani anaelewa hiyo? Kusujudu, nani anaelewa kusujudu? Haya. Kuinama, nani anajua kuinama? Yusufu umenyosha, njoo. Utusaidie mfano hapa. Haya. Kusujudu unajua? Haya. Sujudu hapa. Umeona? Sawa? Haya. Sasa alinama miguu mpaka magotini. Sawa? Unaweza kurudi. Sasa haina maana kwamba na wewe uchukue formula hiyo. Unanielewa? Haina maana kwamba uchukue ndio formula ya kuomba ikusudi mvua inyeshe. Sio formula ya kufanya mambo yako yawe. Hapana. Isipokuwa ni kitu ambacho kinatuonyesha namna ya kuomba siri ya siri. Namna ya kuomba namna gani? Siri ya siri. Na ndio maana kuna wakati mimi hapa nilinyanyua viti na nikafunga mlango ili tuombe siri ya siri. Watu wakanuna, watu wakachukia, watu wakasaya, wengine wakasusa na kuja kwenye mkesha. Nikasema ndio tamu, msukumo wa watu sio na kielele sana. Fungua mlango wazi. Wacha viti watu walale. Nzuri kabisa. Na ndio maana
Mimi kwenye maombi ya mkesha, jamani, hapa tunakuja kuomba. Sio kufundishana kufanya nini? Kuomba. Tunapofundishana kuomba ni sasa hivi hapa. Tunapokuja kwenye mkesha ni kuomba. Sasa muda huo mimi niko busy natafuta vioo vya hapo, halafu unipatie kazi ya kuja kukuamsha. Amka. Simama. Mimi napata wapi? Vioo vitapatikana? Vioo vitapatikana? Havipatikani kwa sababu nini? Umeniachisha kwenye ile connection na kioo cha kwanza hicho nenda kuikamata ndio ukamata, halafu na wewe tena wewe umesinzia. Amka. Tutafika sasa. Hamna, si ndio? Kwa hiyo sasa waacha magugu na ngano, tuombe pamoja huko. Si ndio? Tuombe pamoja. Halafu wakati wa faya na mavuno, magugu yatakaa pembeni na ngano yatakaa pembeni, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo imekaa vizuri Yeah. Okay. Kwa hiyo wakati wa maombi, omba kwa kumaanisha. Na ndio wanasemaga kwamba kuna vitu vingine hatuvipati kwa sababu hatuombi seriously. Tunaomba shabara. Tunaomba nini? Shabara. Hamna uwezo kupata kitu kwenye shabara. Omba kwa kuvurugwa, unajua Omba kwa nini? Kwa kuvurugwa. Na ndio maana kuna mambo mengine mimi siwezi nikaomba hapa mbele za watu, kwa sababu mtanifunga kamba. Nasema na mlipo wazuri kwenye kutowesha. Nitakuja kunitowesha. Shangaa Mabadiki ameshafika na ngosha hapa. Ngosha amekukamata huko, Mabadiki amekukamata huko. Alafu baba bora anakupiga faya ya mchungaji. Kwa nini? Anaona tayari upepo huyo. Haleluya. Amen. Elia hakuwa mjinga kwenda mlimani. Unaelewa? Alitafuta namna ya faraja kule. Amekaa ametulia. Yesu hakuwa mjinga kuwatoa wanafunzi wale watatu kwenda nao mlimani. Lakini pia hakuwa mjinga kujitenga na wale watatu kwenda kuomba yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa kuna maombi aliomba na wale wanafunzi wote kwa pamoja. Kuna maombi aliomba akiwa na wale watatu. Kuna maombi aliomba akiwa mwenyewe. Sasa wewe ndugu yangu, maombi ya mara mwisho kuomba ni wakati wa Jumapili pale. Unakumbuka Jumapili iliyopita? Ndio mara yako ya mwisho kuomba. Unakumbuka? Tofauti na hapo, nimekumbuka umeomba tena wakati wa chakula kweli. Ndio? Alafu unategemea mambo ya kwenye Biblia yawe halisi kwenye maisha yako. Thubutu. Haiwi. Kai. Tumalizie jambo la mwisho. Ile ngapi? 4. Bado mawili. Jambo la 5. Endelea kuomba mpaka uone matokeo. Endelea kuomba mpaka uone matokeo. Endelea kuomba mpaka uone matokeo. Ukisoma mstari wa 43 hapa. Mstari wa 43 unasemaje? Mstari wa 43. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa, utazame upande wa bahari. Akakwea, akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena,
enenda tena mara 7. Hapa Elia wakati anaomba haikuwa tu kwamba ameingia kwenye maombi alafu mvua imeshuka. Sio kwamba alifika tu akafanya sha mvua ikashuka. Thubutu. Lakini kumwanzo ameshamwambia Ahabu kuna mvua inayokuja, tena sio mvua ndogo. Ni mvua tere. Lakini alipoingia kwenye maombi sio kwamba alienda kuifuata mvua na kuishusha. Alienda kuzama. Na alipiga maombi haswa. Na baada ya kupiga maombi anamwambia mtumishi wake, nenda ukaangalie. Imetokea? Hakuna. Haukata tamaa. Anapiga maombi. Nenda kaangalie. Hakuna. Anarudi. Anapiga. Nenda kaangalie. Hakuna. Ndio ameshamwambia Ahabu ya kwamba kula, kunywa, starehe, mvua inakuja. Ni kama unaomba na mgonjwa wa HIV. Unamwambia umetoka kwenye darasa hili sasa na umekuwa fire. Unasema hii wacha niwe kwenye matendo. Unamjua labda ni ndugu yako anatumia vidonge. Unasema hii mimi naenda kuifanya. Umeingia naye kwenye maombi, umepiga 3 kavu. Unaomba naye. Unamwambia sasa hapa tayari mambo fresh, nenda kapima. Anarudi na kuambia tena CD4 sasa ndo zimeshuka. Wanauliza kule hivi umekuaje? Mbona hali imezidi kuwa mbaya? Wewe usikate tamaa. Zama tena. Kwa nini? Zama tena. Omba kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atakuongoza. Mwambie kapime tena. Akienda anarudi bado imo. Rudi tena mpaka sasa. Elia hapa aliomba mpaka mara ngapi? Mara 7. Kwa wewe inaweza kama mara 3, inaweza kama mara 4, inaweza kama mara 8, inaweza kama mara 10. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukifanya mara moja unaona matokeo, usikate tamaa. Na watu wengi tunataka tufanye na tuone matokeo. Matokeo yasipokuja tunarudi nyuma. Hata kama Mungu hajafanya, wewe usione ya kwamba imeshindikana. Usione imefanya nini? Usione imeshindikana. Endelea kuomba. Kwa jinsi na namna ambavyo Roho Mtakatifu atakuongoza na kuweka ratiba za maombi kwa ajili ya kushughulikia jambo hilo. Sasa naomba hapa kidogo niweke angalizo. Maana kuna wengine wanachukua mazima alafu wanajitisha na kusepa naye. Inawezekana umeingia kwenye mfungo wa maombi ya kavu. Unasema Bwana, mimi nataka jambo hili kwenye maisha yangu. Na sitatoka kwenye mfungo mpaka nitakapoona majibu. Tafadhali mpendwa. Bado tunakuhitaji. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama Mungu amekwambia kama Musa kwamba ukakae nao kwa siku 40, kila la heri, sisi tunakutakia. Si ndio? Lakini kama wewe kuyatafuta kama Elia hapa. Sio Mungu alimwambia sasa nataka nisimamishe mvua, ni yeye mwenyewe aliyatafuta. Sasa mimi mwenyewe hapa isipokuwa kwa neno langu. Sasa na wewe inawezekana kuna vitu ambavyo unavyovitaka na unataka kumshawishi Mungu avifanye. Ubinadamu wako usiusahau. Mwili wako huo usiupotezee. Na bado tunakuhitaji Yesu. Sawa? Kwa mfungo wa kavu, kwa hali ya kibinadamu ambayo sio maingilio ya Mungu, isizidi siku 7. Lakini kama umekubaliana na Mungu, nenda zaidi ya hapo, mimi sina shida. Kwa hiyo kama unataka kuingia maombi ya kavu na umeyatafuta mwenyewe, nenda zisizozidi 7, shuka.
Pumua. Naposema shuka pumua maana yake kufungulia. Maana yake wengine paka watafunia kila kitu. Fungulia, unywe uji, kula angalau hata kama ni kwa siku 2-3, rejea tena. Sawa? Mpaka utakapoona jambo lilifanya nini? Unanielewa vizuri? Hapo umenielewa sasa? Sije mkajifungia humo alafu ukatuletea kesi sijui. Sawa. Lakini kama Mungu amekwambia uende zaidi ya hapo, sasa hiyo ni yako na Mungu. Mimi sasa nikuingilia. Sawa. Lakini usiachie njiani mpaka matokeo umeona. Kama utaingia breki ya kupumua kwa siku kadhaa, rudi kwenye maombi tena mpaka kieleweke. Twende jambo la mwisho. Kwa hiyo inawezekana wewe umeombea jambo fulani na haujaona matokeo, lakini kumbe ndio mara ya 6. Kumbe ungeongeza tu mara moja, ukafika ya 7 na matokeo ungeona. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie jambo la 6. Jambo la 6 la kufanya miujiza itokee. Jambo la 6, usikatishe tamaa na matokeo madogo. Usikatishe tamaa na matokeo. Usikatishe tamaa na matokeo madogo. Usikatishe tamaa na matokeo madogo. Unaweza ukaingia kwenye mfungo au kwenye maombi ya namna ambavyo mwenyewe utaona namna ya kuingia, lakini matokeo unakuja kuyapata, umeweka msuri tembo, umetoka na matokeo sisimizi. Sungura mkubwa, sisimizi. Sasa hiyo isikutishe wala isikuogopeshe. Ukisoma mstari wa 44. Mstari wa 44 pale, maandiko yanasema, ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Lakini mwanzoni alimwambia kinachokuja ni mvua tele. Unaelewa vizuri? Lakini hapa amepiga maombi mara ya kwanza kimya, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya 6 kimya. Anaenda ya 7, anaona matokeo. Kawingu kadogo kama mkono wa mwanadamu. Na hako kawingu kadogo ndiko kanampandisha mori. Unajua kupanda mori Ameona matokeo kidogo, lakini ndani yake hayaoni hayo madogo. Anaona yale makubwa ambayo ameona kuanzia kule mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama ambao nimesema kwa habari ya mgonjwa wa HIV. Umemwombea mara 2, mara 3, mara ya 7, ndio anaenda kupima, anaambiwa, wananiambia angalau CD4 sasa zimeanza kukaa vizuri, lakini HIV virus bado hapo. Unaelewa vizuri? Kwa hiyo hapo sio kusema basi nimeshindwa. Basi Mungu mwenyewe hajapenda. Sio Mungu hajapenda, ni wewe umekata tamaa. Tunajua Mungu ana majibu mangapi? La kwanza, ndio. La pili, la tatu, kama Mungu hajakwambia subiri, kama Mungu hajakwambia hapana, maana yake Mungu amekwambia. Sasa usikate tamaa njiani
na wala usiliachie jambo njiani mpaka Mungu akwambie subiri. Mpaka Mungu akwambie hapana. Kama Mungu hajasema haya, wewe endelea kuomba. Na hata mpaka unaingia kaburini na kufaga unaombeaga jambo hilo hilo sawa. Hivi umenielewa? Yaani utoe kigezo cha kwamba kumbe yawezekana ningeendelea kidogo ningeona matokeo. Ni kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu. Wakati Mungu amepita kwake akienda kutengeneza mji wa Sodoma na Gomora. Yaani Mungu alimtaka Ibrahimu ashuke tu mpaka kwenye moja. Lakini Ibrahimu alifeli hapo. Sasa na wewe ujifunze kwa Ibrahimu, usifelie hapo. Kama unafeli, ufelie kaburini. Mwana Bwana ameshtuka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kama unakata tamaa, ukate tamaa ukiwa wapi? Ukiwa kaburini. Ukiwa kaburini. Ukiwa kaburini. Askari anakufa kwa risasi ya wapi? Risasi ya wapi? Kwenye mwili. Sehemu ya wapi? Kwenye mwili sehemu ya wapi? Kichwa, mbele nyuma. Risasi ya wapi? Ya mbele. Ni marufuku kwa JCC kufa na risasi ya matakoni. Yaani unapiga mgongoni. Yaani huyu adui amekuzaa kupiga risasi ya matakoni. Maana kupiga risasi ya matakoni, wewe ulikuwa unachonchora. Wewe ulikuwa unakimbia. Umeona hapa hii yagageje baba. Tupele. Kwamba hapa mama amekuwa magumu tukimbie. Na adui anasema sasa wewe kwa kuipisha kabisa na kupiga matakoni. Sasa mwana JCC marufuku kupiga risasi ya wapi? Ya matakoni. Tafadhali. Tafadhali. Kuna mambo ambayo yako ndani ya uwezo wetu na Mungu ametupatia mamlaka na uwezo wote ndani yetu. Lakini tunajihurumia. Jamani, kuna watu hapa hawajawahi kufunga kabisa. Hawajawahi kufunga kabisa. Yaani masaa 12 asubuhi mpaka jioni. Hajawahi kufunga, hajawahi kufunga. Hapo sio teenager, hata wa teenager ambao bado wanajitafuta. Halafu unategemea mambo ya Mungu. Sio Mungu anayemjua mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya mambo yanawezekana lakini hayaji bwerere bwerere. Yanahitaji gharama. Haleluya. Na anza kuthubutu hata kwa mambo madogo madogo. Anza kuthubutu kwa mambo madogo madogo. Wewe kama unaamini mtu aliyevunjika mguu, unaweza kumwombea na mguu kaunga. Ukiona mbuzi amevunjika mguu, chapu na haraka. Kaombe kwa mbuzi, mguu unge. Ukiunga mguu wa mbuzi, itakupatia imani ya kwamba kama kwa mbuzi inawezekana, kumbe hata kwa mwanadamu inawezekana. Na kupatia tekniki sasa. Kwa sababu madaktari wanaanza kupasua viura huko nafanya kabla hajampasia mwanadamu, si ndio? Kwa na wewe usikae usubiri mpaka mambo makubwa ndio ushughulike nayo. Hayo madogo madogo anza nayo. Unapoona matokeo kwa madogo madogo inakuinua na kukuimanisha kwa makubwa ambayo unaweza kufanya. Wangapi wako tayari? Tuko tayari? Naomba niwashe generator. Naomba niwashe generator. Watu wako tayari. Kwa dakika kadhaa, Bwana Yesu asifiwe. Una swali? Karibu. Kwenye imani. Karibu. Hivi kwa mfano kama shirika anatafuta nyumba ya kupanga. Amepata sehemu nzuri ambayo yeye mwenyewe kaipenda, kakuta kila kitu. Alafu huyo mtu na yeye kafurahi kampata mtu wa Mungu. Akumpangisha kwenye nyumba yake. Sasa mimi huyu ambaye nimepanga hiyo nyumba nikaitamani. Sasa wakaja wapendwa na wenyewe wakapapenda.
Sasa hao wapendwa ndo wananiambia, kwa mfano tukichukuliwa wananiambia, yaani hapo inatakiwa tukafanyeje? Tupateke.